Bwana Yesu asifiwe sana, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel hii ya Unabii International TV. Katika siku ya leo tena tunakuja na somo zuri ambalo litakuwa mbaraka kwako na kwangu, na somo lenyewe linasema nitakwenda na kanisa langu sehemu ya kwanza. Katika kipindi kilichopita tuliangazia kulitambua kanisa la Mungu la kweli, na hata vile kwa namna ya pekee umeweza kulitambua kanisa la Mungu, na bila shaka lipo kanisa moja tu ulimwenguni, kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato, wala hata utambulisho wake unabeba maana pana sana. Wacha nikukaribishe sasa katika sehemu hii, nitakwenda na kanisa langu sehemu ya kwanza. Katika sehemu hii tunataka tuangazie namna tunavyoweza kwenda na kanisa letu, kanisa la Mungu aliye hai katika siku hizi za mwisho. Nami nayekuletea somo hili ninaitwa Kennedy Otiende. Karibu sana katika chaneli hii. Kile kitabu cha Ezra sura ya 10 mstari wa 4 kuna wito wa uamsho kwa watu wa Mungu katika siku hizi za mwisho. Ezra sura ya 10 mstari wa 4, maandiko yanasema, inuka, 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 maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo mkuu ukaitende. Kitabu cha Ezra hapa katika aya hii kinatutia moyo kuinuka na kuitenda shughuli ambayo Bwana anataka tuifanye, hasa katika siku hizi za mwisho. Na Biblia inasema inuka, uwe na moyo mkuu. Inuka, arise, inuka. Ni kama wito wa uamsho kwa watu wa Mungu, tukaifanye shughuli ambayo Bwana ameituita kuifanya katika siku hizi za mwisho. Kanisa langu au kanisa lako, kanisa ambalo Mungu amelitaja katika Biblia kwa vielelezo mbalimbali, kama tulivyoangalia katika somo lililopita, tunaweza kuangalia namna pia ya kulijua kanisa hili kwa ufupi kabla tujaenda mbele. Na mimi nikuulize swali, ndugu msikilizaji na mtazamaji, je, unalijua kanisa lako? Unalijua kanisa lako vizuri? Tunataka tuangalie mambo machache juu ya kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Sisi ni akina nani basi? Mimi na wewe tunayesikiliza maneno haya ni akina nani? Na bila shaka wewe unayenisikiliza masaa haya, na kutia moyo kwamba urudi katika ile video iliyopita, utatazama, utaona kanisa la Mungu la kweli ambalo leo nakwenda kulizungumza, na namna ambavyo tunaweza kwenda nalo katika swala la utume. Kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 anasema, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyowaita mtoke gizani mkaingia katika nuru yake ya ajabu. Maandiko matakatifu yanatuita sisi kama kanisa la Mungu kwamba sisi ni mzao mteule, na anasema kwamba ni ukuhani wa kifalme. Kwa lugha nyingine, hiyo mzao mteule anasema peculiar people, peculiar generation, ni watu wa pekee, si watu wa kawaida, watu wa Mungu walioitwa katika siku hizi za mwisho, watu wale washikao amri za Mungu na imani ya Yesu, watu ambao katika siku hizi za mwisho watatangaza onyo kwa ulimwengu. Mungu anawaita hawa ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, na tumeitwa tupate kuzitangaza fadhili zake, fadhili za Mungu, kwamba tutangaze matendo makuu ya Bwana, tutangaze wema wa Bwana, tupeleke habari njema. Yeye yule ambaye ametuita tutoke gizani, ambaye ni Mungu mwenyewe, ametuita tupeleke habari njema. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji unayenisikiliza, huenda umebahatika kuingia katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Huenda sasa wewe ni muumini mwaminifu wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Nikutie moyo, somo hili linakutaka mimi na wewe kwenda na kupeleka habari njema. Somo hili linakutaka mimi na wewe kujua kwamba sisi ni akina nani sasa tunapoishi katika siku hizi za mwisho, na kuinuka na kupeleka habari njema ya matumaini kwa ulimwengu. Sisi ni Waadventista wa Sabato. Wewe ni Mwadventista msabato, na huenda unayenisikiliza huenda haujawa Mwadventista msabato, ila endelea kusikiliza hadi mwisho, maana kuna ujumbe wa pekee kwetu katika siku hizi za mwisho. Katika hii aya ya Petro wa kwanza 2 aya ya 9 kuna mambo ya msingi ya kuzingatia tunapoendelea na somo hili. Mambo machache tu
Ningeweza kuchukua mambo mengi, lakini wacha nichukue mambo machache kulingana na somo letu. Wewe ni nani hasa? Ndio swali langu. Wewe ni nani hasa? Wewe na mimi unayesikiliza kipindi hiki, wewe ni Mwadventista msabato, ndio, na inawezekana ukawa bado hujawa Mwadventista, ila nakuombea siku moja uwe Mwadventista, na katika somo hili pia utagundua kwamba unapaswa kuwa Mwadventista msabato. Labda ulizaliwa katika nyumba ya Kiadventista na ndio sababu ukawa Mwadventista. Ni kweli ulizaliwa na baadaye ikabidi uamini na ukabatizwa, wewe ni Mwadventista. Huenda ni Mwadventista kwa sababu ulisoma katika shule za Kiadventista na baadaye ukatoa maisha yako kwa Kristo na ukabatizwa. Lakini huenda umekuwa Mwadventista katika maisha yako yote, lakini jibu ni kwamba wewe ni Mwadventista msabato. Labda huenda ulilifahamu tu ili kanisa la Waadventista wa Sabato ukubwani na ukajitoa ukabatizwa kuwa Mwadventista msabato. Ni kweli, lakini wewe ni Mwadventista. Lakini huenda umekuwa Mwadventista kwa muda mfupi. Huenda hivi karibuni baada ya mahubiri makubwa kufanyika, huenda umejiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato. Nakwambia wewe ni Mwadventista. Sasa kwa nini nakazia kipengele hiki? Wewe ni Mwadventista. Wewe ni mtu wa pekee. Wewe ni mtu unayesubiria marejeo ya Kristo mara ya pili. Wewe ni mtu wa pekee sana. Biblia inasema tumeitwa na Mungu mwenyewe. Kwa kuzingatia kitabu kile cha Petro wa kwanza 2:9, anasema sisi ni mzao mteule. Wewe ndugu yangu unayenisikiliza na mimi, sisi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, tena ni taifa takatifu. Na unajua neno kanisa linatokana na neno la Kigiriki eklesia, ambayo maana yake ni watu walioitwa kutoka kati yao. Kwa hiyo tumeitwa, sisi ni kanisa, tumeitwa kutoka katika dunia, tumeitwa kuacha ulimwengu na tamaa zake. Huenda uliitwa ukiwa katika uzinzi, uasherati, uwizi na aina zote za matamanio na dhambi, lakini Bwana amekuita utoke gizani. Maandiko yanasema tumeitwa tutoke gizani ili tuweze kutangaza fadhili zake yeye aliyetuita. Kwa hiyo tumeitwa, sisi ni kanisa, tumeitwa na Mungu mwenyewe, na Mungu ametuita. Anatamani tusiendelee na mambo ya dunia, anatamani tusiendelee kuwa washabiki wa mambo ya kidunia, hususan katika mambo ya ulimwengu wetu huu. Mambo yanayochukua watu wengi ni mpira, wana miziki, mitindo ya kidunia inachukua watu wengi. Lakini wewe ni Mwadventista, hupaswi kuchukuliwa na upepo huo. Lakini pia huwezi kuitwa hapa ndani ya kanisa na kukaa tu. Biblia imesema umeitwa upate kuzitangaza fadhili zake yeye aliyekuita utoke gizani na kuingia katika nuru yake ya ajabu. Lakini hujaitwa ili kuendeleza mambo ya kidunia. Na maandiko matakatifu katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15, kuna mambo mazuri pale ndugu msikilizaji. Yohana wa kwanza sura ya 2 mstari wa 15, Bwana ametuita katika miisho ya ulimwengu huu ili kujiandaa kukutana na yeye na kuandaa maelfu ya watu wengi kukutana na Bwana. Katika kile kitabu cha Yohana wa kwanza 2:15 anasema msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Okay, maandiko matakatifu yanatuita ili kwamba tusiendelee kuipenda dunia na mambo yake, bali tukaze upendo wetu kwa Mungu. Sikiliza maandiko matakatifu yanavyosema katika aya 16, maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, vitokana na Baba, bali vyatokana na dunia, na dunia inapita pamoja na tamaa zake. Lakini nilipenda aya moja, anasema katika hiyo aya 15, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba kumo ndani yake. Mambo haya ya kidunia yanapita, uasherati unapita, uzinzi unapita, wizi unapita, mambo yanayofanana na hayo, dhambi za dunia na anasa zake zinapita. Mambo ya kidunia yaliyojaa anasa za dunia, mambo yaliyojaa yamejaza akili za watu na kufanya watu wakose muda na Mungu. Mungu anataka tuachane nayo, maana sisi ni watu wa Mungu, watu wa pekee sana. Lakini wakati tunaendelea, hebu unaweza ukajiuliza neno Seventh Day Adventists, ambayo kwa lugha ya Kiswahili tunaita Waadventist, Adventist Church, Adventist Seventh Day Adventist, yani Mwadventist. Naweza nikatumia lugha hiyo kwa sababu hapo katika utafsiri inaweza ikawa na vitu vingi, lakini Seventh Day Adventist Church
kanisa la Waadventista wa Sabato. Wacha niende hiyo, Seventh Day Adventist Church, kanisa la Waadventista wa Sabato. Sasa wacha nitumie lugha hii katika lugha ya Kiingereza. Nini maana ya Seventh Day Adventist? Neno Seventh Day Adventist ndani yake kuna maneno makubwa mawili ambayo ni Seventh Day pamoja na Adventist. Sina muda wa kueleza vitu vingi kulingana na somo langu, lakini nataka nieleze mambo machache yatakayo kusaidia kuelewa mimi na wewe kujitambua na kujiandaa wakati Yesu anapokaribia kurudi katika dunia hii, lakini pia nakupeleka habari njema kwa ulimwengu. Seventh day maana yake ni hiyo, kwa lugha ya Kiingereza anasema the biblical Sabbath of rest given by God to man. Yani seventh day ni siku ya kibiblia ya Sabato, siku ya kupumzika iliyotolewa na Mungu mwenyewe, siku ya saba, seventh day. Kwa hiyo utambulisho wa kanisa wenyewe ndani yake kuna siku ya saba. Lakini neno lingine linaitwa Adventist. Adventist refers to a firm belief in the Advent. Refer to a firm belief in the Advent. Yani hii inaashiria, inamaanisha imani imara juu ya marejeo, kwenye mabano second coming of Jesus Christ. Imani imara juu ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Lakini anaendelea kusema the assurance of the soon return or advent of Jesus to this earth. Yani ni uhakika wa kuja kwa haraka kwa Kristo mara ya pili katika ulimwengu huu. Kwa hiyo Adventists ni wote wanaoamini juu ya uhakika wa kurudi kwa Kristo mara ya pili tena kwa haraka. Hawa ni watu wa Mungu ambao wanaendelea kutunza Sabato, amri zingine zote za Mungu na maagizo ya Mungu, huku wakiendelea kwa uaminifu. Lakini ni watu ambao Mungu anawaita kusubiria marejeo ya Kristo mara ya pili. Fuatana nami ndugu msikilizaji na mtazamaji kwamba wewe ni Mwadventista, mtu usiye wa kawaida, mtu unayesubiria marejeo ya Kristo mara ya pili, mtu ambaye haupo duniani kwa bahati mbaya. Upo unasubiria Kristo arudi mara ya pili, lakini unasubiria ukiwa na matumaini ya kuokolewa. Kwa hiyo somo hili likusaidie kuweka tumaini kwamba Yesu anapokuja mara ya pili, mimi na wewe tuwe miongoni mwa wale tutakao mlaki Bwana. Mwadventista msabato, mtu wa Mungu huyu, sikiliza, imani hii juu ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni jambo ambalo halijaanza hivi karibuni, limekuwepo katika zama za historia ya Biblia. Watu wengi katika Biblia maarufu, manabii wakubwa na wadogo, wengi wao waliamini juu ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Kwa wote wanaoamini juu ya kurudi kwa Kristo mara ya pili, wao wanaingia kama kundi la Waadventista. Pamoja na kwamba sasa tunatofautiana katika mambo kadha wa kadha, lakini nawaita Waadventista na nawakaribisha kujiunga na kanisa la Waadventista wa Sabato linalosubiria marejeo ya Kristo mara ya pili. Walikuwepo pia watu ambao walikuwa na imani hiyo ya Kiadventista katika zama za Biblia, na kama sijaangalia, wacha nikwambie takribani aya 2000 kati ya aya 31,102 ndani ya maandiko matakatifu, yani Agano la Kale na Agano Jipya, zinaelezea habari ya ujio wa Kristo mara ya pili. Hii ni habari njema kwamba jambo hili linaelezewa katika Biblia kwa upana kabisa kwamba Yesu atakuja mara ya pili. Sio jambo la kubahatisha, sio jambo kwamba linazungumzwa na watu fulani tu. Hili ni jambo ambalo Biblia inalisema, manabii walilisema, watu maarufu katika Biblia walisema, waaminifu wa Mungu walitazamia kwamba Yesu atakuja. Katika kile kitabu pendwa cha Pambano Kuu, ukurasa wa 290, paragrafu ya kwanza, anasema mojawapo kati ya zile kweli makini na zenye utukufu mno zilizofunuliwa katika Biblia ni ile inayohusu kuja kwake Kristo kwa mara ya pili ili kuikamilisha kazi yake kuu ya ukombozi. Kumbe mojawapo ya zile kweli makini na zenye utukufu mno
ni zile tena zilizofunuliwa katika Biblia ni zile zinazohusu mada ya kurudi kwa Kristo mara ya pili. Mada ya kurudi kwa Kristo mara ya pili ni mada ambayo ni miongoni mwa kweli za muhimu sana, za msingi kwa wewe unayenisikia, za msingi kwa yeyote anayetamani kuwa Mwadventista, kwa yeyote anayetamani kungojea kurudi kwa Kristo mara ya pili. Unatamani kungojea kwa kurudi kwa Kristo mara ya pili? Je, unatamani Yesu aje? Ni kweli tuna shauku hiyo, tunatamani Yesu aje, na Yesu anataka tujiandae, maana anakuja. Kitabu hicho cha Pambano Kuu anaendelea kusema fundisho hili la ujio wa pili wa Kristo ndiyo ufunguo muhimu hasa wa maandiko matakatifu. Tangu siku ambayo wale wanandoa wawili wa kwanza walipogeuza hatua zao kwa huzuni na kuondoka katika bustani ya Edeni. Hao wanandoa wa kwanza ni Adamu na Hawa. Watoto wa imani wameendelea kungojea kuja kwa yeye aliyeahidiwa, kuja kuzivunjilia mbali nguvu za yule mharibifu na kuwarudisha tena kwenye paradiso iliyopotea. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, kwamba imani hii ya kuja kwa Kristo mara ya pili imekuwa imani ya vizazi vingi na imeendelea kuwepo toka tu Adamu ameasi, na imeendelea kuwa tumaini la wote wanaokiri kumwamini Kristo. Watakatifu wa zama zote walitazamia kuja kwa Kristo. Naomba nitoe mifano michache, maana ni wengi mno, lakini nataka nitoe mifano michache ambayo inaweza kukusaidia kujenga umakini wako juu ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Henoko ni nani basi? Henoko ni mtu wa 7 katika mfululizo wa uzao kutoka kwa Adamu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Yuda 14. Usishangae ukisikia Yuda 14, maana yake ni Yuda 1 aya ya 14 na 15. Yuda 14 na 15, maana yake Yuda 1 14 na 15. Yuda ina kitabu kimoja tu, na wacha niangalie hapo maandiko yanasemaje katika Yuda 14 na 15. Maandiko matakatifu yanasema, na Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya Hawa akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu, ili afanye hukumu juu ya watu wote na kuwaadhibisha wote wasiomcha Mungu kwa ajili ya kazi zao zote za upotevu walizozitenda bila kumcha Mungu, na kwa ajili ya maneno magumu yote ambayo hao wenye dhambi wasiomcha Mungu wameyanena juu yake. Biblia inasema Henoko mtu wa 7 baada ya Adamu alitoa maneno ya unabii juu ya Hawa akisema, angalia, Bwana alikuja na watakatifu wake maelfu elfu. Hapa azungumzii kuja kwa Kristo mara ya kwanza, anazungumzia kuja kwa Kristo mara ya pili. Kwa sababu gani? Anasema ili afanye hukumu juu ya watu wote. Tunajua kwamba Yesu anapokuja mara ya pili ndiyo anakuja kufanya hukumu. Kwa namna hii hayazungumzia habari ya kuzaliwa kwake, anazungumzia habari ya kuja. Henoko amekuwepo kabla Yesu hajazaliwa, amekuwepo hata kabla ya sisi hapa, yani alikuwepo nyuma huko, lakini alikuwa anaelewa kwamba Yesu anakuja mara ya pili. Hii ni habari njema sana kwamba tumaini la marejeo ya Kristo limeendelea kunguruma toka mtu wa 7 kutoka kwa Adamu. Hii ni habari njema sana. Ayubu naye anasemaje katika kile kitabu cha Ayubu 19 aya 25 hadi 27? Ndugu msikilizaji, tufungue Ayubu sura ile ya 19 aya 25 hadi 27. Maandiko yanasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu, nami nitamuona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Huyo Ayubu alikuwa na imani kwamba mteteaji wake yu hai, na anasema kwamba huyu mteteaji wake atamuona, atakuja, nitamuona Mungu, nami nitamuona nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama. Na unajua sentensi ambayo inatupatia uhakika kwamba Ayubu alikuwa anazungumzia habari ya marejeo ya Kristo mara ya pili ni hii, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa atasimama juu ya nchi. Neno hiyo atasimama
juu ya nchi ni lile ambalo pia linafanana katika kitabu cha Danieli 12. Mikaeli mkuu atasimama. Wakati huo Mikaeli mkuu atasimama, jemedari mkuu asimamaye upande wa watu wake. Kusimama kwa huyu Mungu wakati huu ina maana kubwa ya kuja kwa Kristo mara ya pili, wakati atakaposimama kuwatetea watu wake. Kwa hiyo Ayubu alikuwa anajua mteteaji wake Yesu Kristo atakuja mara ya pili. Lakini twende kwa mtu mwingine anaitwa Daudi. Nimesema naangalizia watu wachache ili twende mbele. Daudi naye katika kile kitabu cha Zaburi 96 aya 11 hadi 13. Zipo aya nyingi amezieleza, lakini wacha nitumie aya chache kulingana na wakati. Zaburi 96 aya 11 hadi 13 anasema, mbingu na zifurahi, nchi na ishangilie mbele za Bwana, kwa maana anakuja. Kwa maana anakuja ihukumu nchi, atahukumu ulimwengu kwa haki na mataifa kwa uaminifu wake. Kumbe mtunga Zaburi huyu anasema kwamba Yesu anakuja. Of course hajataja neno Yesu, lakini nani basi anakuja? Tutaenda kuangalia. Yesu anajitaja mwenyewe, nitakuja tena, nitakuja niwakaribishe kwangu. Atajitaja mwenyewe kwamba atakuja kuhukumu. Kwa hiyo moja kwa moja Daudi anayemtaja hapa anamtaja Yesu Kristo anakuja kuhukumu nchi. Habari ya kuja kwa Kristo mara ya pili imeelezwa pia na Daudi. Kwa hiyo unaweza kusema Henoko, unaweza kusema Daudi, unaweza kusema watu wote hawa kina Ayubu, wote hawa wanaitwa Waadventista, watu wanaosubiria marejeo ya Kristo mara ya pili. Haleluya! Lakini kuna mtu anaitwa Isaya. Isaya naye ana habari njema. Aliwahi kusema maneno hapa katika kitabu kile cha Isaya sura ile ya 25 aya ya 8 na mstari wa 9. Isaya anasema maneno haya, amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote, na aibu ya watu wake ataiondoa katika dunia yote. Maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo itasemwa, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja atusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tufurahi na kushangilia wokovu wake. Huyo ni Ayubu? No, huyo ni Isaya. Isaya anasema kwamba huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tufurahi na kushangilia wokovu wake. Wacha nirudie tena, anasema amemeza mauti hata milele, na Bwana Mungu atafuta machozi katika nyuso zote. Ni wakati gani huo? Ni wakati wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Na anasema na aibu ya watu wake ataiondoa katika dunia yote, maana Bwana amenena hayo. Katika siku hiyo watasema, tazama, huyu ndiye Mungu wetu, ndiye tuliyemngoja tusaidie. Huyu ndiye Bwana tuliyemngoja, na tufurahi na kushangilia wokovu wake. Isaya anaeleza habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini pia Isaya huyo katika kile kitabu cha Isaya 26 ya 19 ameandika maneno haya, amkeni, kaimbeni ninyi mnaokaa mavumbini, kwa maana umande wako ni kama umande wa mimea, nayo ardhi itawatoa waliokufa. Isaya anaeleza habari ya ufufuo. Isaya anaeleza wakati Yesu anapokuja mara ya pili. Lakini tumwangalie Yesu pia. Yesu mwenyewe anajielezaje katika jambo hili? Mathayo sura ile ya 25, ndugu msikilizaji, aya ya 31 na 32. Mathayo sura ya 25 aya ya 31 na 32. Maandiko matakatifu yanasema, msifadhaike mioyoni mwenu. Mathayo 25 aya ya 32. Lakini pia Yohana 14 mstari wa kwanza na watatu. Acha nianze na Yohana. Anasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Mstari ule wa 3 anasema, basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nipo mimi nanyi muwepo.
Huyo ni Yesu mwenyewe alisema, akiwatia moyo watumishi wake, wanafunzi wake, wafuasi wake, msifadhaike mioyoni mwenu, kwa kuwa mnamwamini Mungu, niamini na mimi. Anasema nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, na akaahidi kwamba amekwenda kuandaa makao, atakuja tena. Ameahidi atakuja tena, na anasema atatukaribisha ili alipo na sisi tutakuwepo. Yesu anasema juu ya kurudi kwake mara ya pili. Lakini kama haitoshi, Yesu aliwahi kusema pia katika Mathayo 25 aya 31 hadi 32, ndugu msikilizaji na mtazamaji, anasema hapo atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake. Yesu alijieleza atakuja tena. Yesu anakuja tena. Ndugu yangu unanisikiliza, Yesu yaja tena, na hiyo inapaswa kujenga sehemu ya imani yako wewe kama Mwadventista. Na wewe ambaye ndiye unasikiliza hotuba hii na unasema mbona mimi sio Mwadventista, ni kama vile inawalenga watu wengine, wewe pia ni Mwadventista ikiwa tu unaamini Yesu anakuja tena mara ya pili. Ungana na Waadventista wa Sabato kushangilia kwamba Yesu anakuja hivi karibuni. Waadventista wa Sabato wanaamini juu ya Biblia na roho ya unabii. Habari njema hizo utazipata katika Biblia. Kuelewa kanisa la Mungu la kweli wa Adventista ambayo limejengwa katika misingi ya roho ya unabii na misingi ya Biblia. Hayo utayapata katika Ufunuo 12:17, Ufunuo 14:12. Utasoma kwa muda wako na au utaangalia katika masomo yaliyotangulia. Sasa tuje katika kipengele hiki, kanisa langu, yani mimi na wewe. Sasa tunafanya nini leo? Tunafanya nini? Ni kweli sisi ni Waadventista, ni kweli sisi ni watu wa Mungu, ni kweli tumechaguliwa na Mungu, ni kweli ni uzao mteule, ni kweli tumejitoa maisha yetu kumfuata Mungu. Nataka nikutie moyo, ikiwa bado unalegalega, sasa ni wakati wa kuachana na mambo ya dunia, kumfuata Yesu ili usimame kweli kweli kama Mwadventista. Na kama wewe ni kanisa la Mungu, unafanya nini? Wacha tuangalie kanisa langu na utume, kanisa langu la Adventista. Wewe ndugu yangu unayenisikiliza, mimi na wewe tunafanya nini katika swala la utume? Wacha tena tuombe. Mungu wa mbinguni, tunaomba utusaidie tunapojifunza somo hili makini kwa jina la Yesu. Amina. Tunayo sababu kubwa ya kutufanya tufanye utume. Sababu ya kwenda kupeleka utume tunazo sababu nyingi, lakini jambo la msingi ni kwamba tunao ujumbe wa pekee, onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia, ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu, jumbe ambazo zimetajwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 aya ya 6 hadi ya 12. Kwa hiyo tunazo sababu za msingi, tunao ujumbe tunao, na nguvu tunazo. Tuende tukapeleke habari njema. Haleluya! Ni wakati wa kupeleka habari njema, kuandaa watu na kujiandaa sisi kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Kama haitoshi, kitabu kile cha The Acts of the Apostles, yaani Matendo ya Mitume, kilichoandikwa na Ellen White, kimeandika maneno haya katika ukurasa wa 9, paragrafu ya kwanza: kanisa ni chombo kilichoteuliwa na Mungu. Wewe na mimi tumeteuliwa na Mungu. Kanisa ni chombo kilichoteuliwa na Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Lilipangwa kwa ajili ya huduma. Lengo lake ni kupeleka Injili ulimwenguni. Kwa hiyo umeingia katika kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Hujaingia kukaa na kufurahia tu, hujaingia kusema sasa ngoja nikae nipumzike. Umeingia kuwa miongoni mwa watendakazi wa Bwana. Umeingia kuwa askari. Tumeletwa ulimwenguni, tumeletwa ndani ya kanisa. Tumetoka ulimwenguni kuingia ndani ya kanisa la Mungu kwa ajili ya utume. Tumeletwa kwa kusudi. Sisi eklesia tumetoka kutoka mambo yetu ya dunia, tumeachana na, tumeingia ndani ya kanisa la Mungu, na tuna lengo kubwa, kupeleka habari njema ulimwenguni. Sikiliza ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji,
Mungu ametupatia kazi ya kufanya. Katika kitabu cha Shuhuda kwa Kanisa, gombo la 9, ukurasa wa 19, maandiko matakatifu yanasema kupitia Ellen White, kwa namna ya pekee Waadventista wa Sabato wamewekwa katika ulimwengu kama walinzi na wabeba nuru. Mimi na wewe tumewekwa hapa kama the watchmen na light bearers, walinzi na wabeba nuru. Anaendelea kusema kwa wamekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu unaoangamia. Juu yao kunaangaza nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu. Sisi tuna neno la Mungu tumepewa. Ikiwa neno hili la Mungu tunalo halijatusaidia sisi na hatujalipeleka, itakuwa na faida gani? Wacha neno litusaidie, maana Roho nabii nasema tumekabidhiwa onyo la mwisho kwa ulimwengu, na sisi juu yetu kunaangaza nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu. Wacha neno liguse maisha yako, acha neno likubadilishe. Badilishwa na neno la Mungu. Usikae hivyo hivyo kila siku. Mwadventista msabato mwenzangu, achana na mambo ya dunia, fuata neno la Bwana. Neno likutakase, neno likuweke huru, hesabiwa haki kupitia Kristo pekee. Mwamini Yesu, achana na mambo ya dunia. Juu yao kunaangaza nuru ya ajabu kutoka katika neno la Mungu. Wamepewa kazi ya maana sana. Kazi gani hiyo? Kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili na ujumbe wa malaika wa tatu. Hiyo ndio kazi yetu kubwa hapa duniani. Sherehe yako unayofanya, kusudia ndani yake kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Pale nyumbani kwako unapoishi, kusudia kutangaza ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Unapopata nafasi ya kwenda kuhubiri, kusudia kupeleka ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Unapokutana na marafiki zako kazini kwako, kusudia kuweka ujumbe wa malaika wa kwanza, ujumbe wa malaika wa pili, ujumbe wa malaika wa tatu. Popote unapokuwa, mazungumzo yako yalenge jumbe za malaika wa tatu, na utaishi katika amani na furaha tele. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, anamaliza kwa kusema hakuna kazi nyingine yenye umuhimu kuliko hii, na hatupaswi kuruhusu kitu kingine chochote kuchukua au kuteka usikivu wetu kutokana na kazi hiyo. Hiyo neno usikivu unaweza ukatumia neno attention, yaani umakini, kutoa umakini kutoka katika kazi hii ya kutangaza jumbe za Mungu. Ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, Yesu pia aliwahi kuonesha kwamba tuko katika dunia hii. Katika wakati wake aliona jambo hilo katika wakati wake, lakini pia hata ni jambo ambalo linaonekana leo. Aliwahi kusema katika kitabu cha Mathayo 9 mstari wa 36 hadi 38. Yesu anasema, na alipowaona makutano aliwahurumia, kwa sababu walikuwa wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Nikutie moyo, Yesu anasema mavuno ni mengi, mavuno ni mengi. Haina maana kwamba unaenda kuyapanda, yaani tayari ni wakati wa mavuno. Na Yesu aliwahi kusema wakati wa mavuno maana yake ni wakati wa mwisho. Mavuno ni mengi, injili inapaswa kupelekwa tu. Yesu ametangulia mbele, alishapanda mbegu. Peleka injili, usiogope, mavuno yako mengi. Ni kweli katika hatua za kupeleka injili lazima upande mbegu, lazima umwagilie, lazima ufanye yote na uvune. Lakini habari njema ni kwamba anayefanya yote hayo, Yesu yuko pamoja nawe. Utakapokwenda atapanda mbegu pamoja nawe, na wewe utabakiza tu kazi ya kwenda kuvuna pamoja na Yesu. Mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Inashangaza kwamba wewe mtumishi wa Bwana mwenzangu unayenisikiliza, kwa nini ukae bila kazi? Kwa nini ukae na kutulia na wakati mavuno yamejaa tele? Ila kwa kweli watenda kazi ni wachache. Hata wewe unayenisikia ni miongoni mwa watu ambao Bwana anakuita masaa haya kuwa miongoni mwa watendakazi wake, kwenda nyumba kwa nyumba kupeleka habari njema, maana mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Sikiliza,
Ndipo alipoambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Acha nirudi haya juu pale, na alipoona makutani waliwahurumia. Acha nisisitize hapo, Yesu leo pia anapotazama dunia hii anawaonea huruma watoto wake. Watu wako wametangatanga katika matita, wakiita madhehebu, wakiita madhehebu ya mwisho wa kisasa ambayo ndani yake hamna tumaini. Watu wametangatanga kama kondoo wasio na mchungaji. Ulikweli wanakimbia huku matita, wanaenda kutafuta maombezi, miujiza, ila unapokaa nao na kukutana nao hawana tumaini lolote. Wanatamani kupata mahali ambapo watapata tumaini, wanatamani kupata maneno ya kweli. Wamechoka kudanganywa. Maelfu ya watu wapo duniani wanatafuta ukweli, lakini bahati mbaya maelfu ya watu wanaangamia pasipo kupewa onyo la kitaa la mwisho. Wengine wanaangamia katika njia kuu za usafiri, wengine wanapoteza maisha yao na magonjwa yanafagilia maelfu ya watu. Hawa watu wengi hawajasikia Injili, na wewe huko hapo umekaa pale nyumbani kwako, huko pale umekaa pale sebuleni kwako, huko umekaa pale ofisini kwako, huko umekaa pale kazini kwako. Unafanya nini ndugu yangu? Unafanya nini? Unafanya nini? Kumbuka somo letu linasema nitakwenda na kanisa langu. Nikutie moyo masaa haya. Baada ya kusikia somo hili, nenda kawatafute kondoo wa Bwana, wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Na wewe hapo ni mchungaji, wewe hapo una neno la uzima, wewe hapo una roho ya unabii, una vitabu umenunua, wainjilisti wamekuuzia vitabu vingi umetunza, na wakati mwingine unasoma, wakati mwingine hausomi, lakini una nuru kubwa kiasi kwamba hata unapokutana na watoto wa Bwana hao wakwao watakuona kama mchungaji mwema. Utawafunulia maandiko, utawafunulia ukweli. Katika dunia hii iliyochanganyikiwa, watu wanataka kujua ukweli wa mambo ni upi. Watu wamechoka, mapepo yanawasumbua. Hupo hapo pepo linapoangusha mtu unakimbia huku na huku. Nenda kamwombee kwa imani, atapona. Haleluya! Wewe sio mtu wa kawaida. You are a Seventh Day Adventist. Wewe ni peculiar person, peculiar. Wewe ni mtu wa pekee. Umewekwa ulimwenguni kupeleka Injili, umewekwa ulimwenguni kutangaza habari njema za wokovu, umewekwa ulimwenguni kuambia watu Yesu anakuja, wajiandae. Na inashangaza dunia katika wakati huu. Watu wako katika mtanziko mkubwa, watu wako katika utata mkubwa, watu wako katika dhoruba, mafundisho yanagongana huku na huko. Sasa kazi yako ni nini, mlinzi? Nashangaza baadhi yetu, badala ya kupeleka Injili umeanza kulumbana. Tuna mambo ndani ya kanisa na hapa na pale. Hiyo, that is not your work. Hiyo sio kazi yako. Kazi yako ni kupeleka habari njema. Yesu anapowaona makutano leo anawaonea huruma, kwa sababu wamechoka na kutawanyika kama kondoo wasio na mchungaji, na anaita masaa, nani yuko tayari kupeleka habari njema? Na unajua Yesu anasema katika Mathayo 28 mstari wa 19 na wa 20, anatoa agizo. Kamanda mkuu huyu anatoa agizo la utume: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Yesu anatuita masaa haya, twende ulimwenguni tukapeleke Injili. Anzia Injili pale ulipo, peleka Injili, fundisha watu, hubiri watu kwa matendo yako, kwa maisha yako, hudumia jamii, peleka habari njema, fundisha, waambie Yesu anakuja, tujiandae. Na unajua sisi ni nuru ya ulimwengu. Napoelekea tamati ya tafakari hii, nikukumbushe kwamba sisi ni nuru ya ulimwengu. Kile kitabu cha Mathayo 5:14, maandiko matakatifu yanasema, ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Sisi ni nuru. Kuitwa Mwadventista sio jambo dogo. Umechagua fungu kubwa, umechagua jambo kubwa, umechagua kuwa tamasha kwa ulimwengu. Unapotenda dhambi, kila mtu anakuona, anasema, na msabato unafanya hivi.
na Mwadventista unafanya hivi, na wewe unakula kitimoto, na wewe unafanya hivi, na wewe unazini, kwa sababu wewe ni tamasha na lazima wakushtaki, maana umedai kwamba una nuru ya pekee. Na kwa nini wakuone katika namna isiyopendeza? Lazima wakushtaki. Mstari wa 16 anasema, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuse Baba yenu aliye mbinguni. Kwa lazima katika kupeleka Injili, maisha yetu, mienendo yetu, maisha yetu kwa ujumla, mazungumzo yetu, kula kwetu, kutembea kwetu, kuishi kwetu, tutangaze nuru hiyo kwa ulimwengu, sio tu kwa kuhubiri, lakini pia kwa kuishi. Kama kuna ubiri kubwa na zito ambalo tukilifanya inaweza likawa ubiri kubwa zaidi, ni kuishi kile tunachokihubiri. Kwa hiyo tuwahubiri watu, tuwafundishe watu, lakini tuishi kile tunachokihubiri, na hapo tunaenda kuwa mashahidi wake, Na kabla sijahitimisha, wacha nisome Matendo 1 mstari wa 8, lakini mtapokea nguvu akiisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Yesu anatuita kuwa mashahidi, witness. Anataka tukafanye witnessing, tukawe mashahidi, tukashuhudie, tukaelezee matendo makuu ya Bwana. Yaani kwamba Yesu anasema hapa na mashahidi wangu, nina watu wanaweza kunieleza, nina watu wanaweza kunisimulia, nina watu wanaweza kushuhudia wema wangu kwa wengine, nina watu wanaweza kuonesha kwa maneno na matendo kwamba ni watu wa Mungu. Unajua hata mitume katika kutembea kwao hata walikuwa wameiga hata namna ya kutembea. Ndio maana Petro alipomkana Yesu wakamwambia, mbona hata kutembea kwake, mbona hata kuongea anaongea kama yeye. Sasa Mungu anataka hata ongea yetu, matendo yetu, maisha yetu yashuhudie kwamba hawa wamekuwa pamoja na Kristo. Wamekuwa pamoja na Kristo. Ni kweli kwamba katika maisha haya umerudi nyuma. Ni kweli kwamba katika maisha haya kuna mahali ulipoteza targeti, lakini kutie moyo kwamba bado kuna nafasi ya kurekebisha mambo yetu, bado kuna nafasi ya kuishi maisha matakatifu. Matendo 1 mstari wa 8 anasema tutapokea nguvu, Roho Mtakatifu ajaze maisha yetu, tupate nguvu. Alafu anasema tuwe mashahidi wake. Na tunaanzia wapi? Tunaanzia Yerusalemu, pale tulipo, nyumbani pale. Wewe na mke wako, wewe na mume wako, wewe na watoto wako, kuwa shahidi pale ulipo, na watu waone matendo mema kupitia hapo katika nyumba yako, majirani, ndugu na jamaa. Na hapo ndipo kuna injili ngumu, na Yesu atusaidie kuongoka katika hilo. Na baada ya hapo injili itakwenda kwa majirani, itakwenda kwa wengine, na utaenda kwa effort, utahubiri huko na huko, ila huko ukiwa umeacha injili imekwenda vizuri. Katika kipindi kinachofuata tutaieleza jambo hili vizuri zaidi, lakini wacha nimalize na kile kitabu cha Ufunuo sura ile ya 3. Ufunuo sura ile ya 3 kuna maneno mazuri pale. Natamani nikuache ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji na maneno haya ya kutia moyo napohitimisha kipindi hiki. Ufunuo sura ile ya 3, naanza na ule mstari wa 14. Na ule mstari wa pili. Mstari wa pili, uwe mwenye kukesha. Wacha nianze na mstari wa kwanza. Na kwa malaika wa kanisa loko Sardi andika, haya ndiyo anenaye yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7. Huyu ni Yesu mwenyewe anasema, naye ajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Una jina zuri, wewe ni Mwadventista, Msabato, wewe unatunza Sabato, hauli nyama ya nguruwe, au suki, hauchezi disco, haufanyi hayo, lakini anasema nayajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai na umekufa. Wakati mwingine injili inashindwa kusonga mbele kwa sababu kwa nje naonekana ni Mwadventista, lakini kwa ndani nimekufa. Nikutie moyo unapomaliza kipindi hiki. Yesu anataka tuwe mashahidi wake tulio hai, na anatupa wito namna hii. Mstari ule wa pili, uwe mwenye kukesha ukaimarishe mambo yaliyosalia yanayotaka kufa,
Mtie moyo ndugu yangu msikilizaji na mtazamaji, hebu tukeshe, tuyaimarishe yaliyosalia yanayotaka kufa. Maisha yetu ya dhambi tuyaimarishe, ili kwamba watu wamuone Yesu kupitia sisi, maana ni nuru ya ulimwengu. Anasema, maana sikuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Mungu anapotutazama anaona matendo yetu bado ni batili, namna tunavyoishi, namna tunavyofanya dhambi za siri na wazi, tumeharibu Injili. Yesu anatuita tuwe wenye kukesha. Mstari ule wa 3, basi kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, yashike hayo na kutubu. Yesu anatuita tukumbuke jinsi tulivyohubiriwa Injili moto, tukakimbia tukajiunga na kanisa la Mungu la Waadventista wa Sabato. Jinsi tulivyopokea, tulipokeaje? Tulipokea Injili ya kweli, lakini tumesahau wito wetu, tumesahau hata viapo vile tulivyobatizwa, tukaapa tutafanya hivi na hivi. Yesu anasema kumbuka ndugu yangu, kumbuka anapoenda kuhitimisha, kumbuka jinsi ulivyopokea na jinsi ulivyosikia, shika hayo na kutubu. Tubu sasa, ni wakati wa kufanya toba na matengenezo. Tubu kwa yale ambayo unaona umekwenda kinyume, walakini usipokesha utakuja kama mwivi, wala utaijua siku ya kuja kwako. Ni kweli wewe ni Mwadventista, ni kweli wewe ni mtu wa Mungu, una ukweli wote, lakini ikiwa utachezea, itafika mahali Yesu atasema imekwisha, it is finished, na mlango wa rehema utafungwa kwako. Nikutie moyo unapohitimisha ndugu yangu kwamba sasa ni wakati wa kugeuka, kuachana na mambo ya dunia. Kumbuka jinsi ulivyopokea, yashike hayo na kutubu. Bwana nakubariki sana. Karibu sana katika kipindi kijacho, katika sehemu ya pili. Nitakwenda na kanisa langu sehemu ya pili. Wacha tuombe. Mungu wa mbinguni, tunaomba utusaidie kama watoto wako kuishi kulingana na neno lako, kuwa nuru, kuachana mambo yetu ya dhambi na matendo yetu yasiyofaa, ili kuwa nuru kwa ulimwengu na kuandaa wengi kuja kwako mara ya pili. Dunia inahitaji watu walionyooka, watu wa kweli, watu waaminifu, watu wanaohubiri na kutenda wanachohubiri. Na sisi tu wadhaifu, tumekutenda dhambi. Yesu, tunatubu, tunaomba utusamehe na tunaomba tufanye kunyooka sasa. Tunaomba utusaidie kusimama na kweli yako, tukitangaza habari njema ya ufalme wako, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu, na hivyo tuwe tayari kwa kuja kwako mara ya pili na kuandaa wengi kwa kuja kwako. Na hivi ndivyo tuombavyo katika jina la Yesu Kristo, amina.